الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما أعظمها من كلمة. الله أكبر ما أعظمها من كلمة تحيي القلوب وتربط العبد بربه. فكبروا الله عباد الله، فإنها أيام التكبير. وأحيوا سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم برفع أصواتكم بذكر الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. نحمده سبحانه وتعالى الذي ابتلى فصبر أولياؤه. نحمده سبحانه وتعالى الذي اختبر فاصطفى أحباؤه. نحمده سبحانه وتعالى الذي رفع بطاعته درجات. الذي رفع بطاعته درجات عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل في قصص الأنبياء عبرة لأولي الألباب. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. Allah ni mkubwa. Allah ni mkubwa. Allah ni mkubwa. Allah ni mkubwa sana waja wa Allah. Allah ni mkubwa idadi ya wote wanaomtukuza. Allah ni mkubwa idadi ya wote wanaohiji. Allah ni mkubwa idadi ya wote wanaosema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Allah ni mkubwa. Waja wa Allah, tumo ndani ya siku za kumtukuza Allah. Tumtukuze Allah, tuhuishe sunna ya mtume wetu Muhammad kwa kuzipaza sauti, kwa kusema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ndugu zangu Waislamu, ashukuriwe Allah ambaye aliwatajaribu waja wake wakasubiri wapenzi wake. Atukuke Allah na shukurani ni za kwake. Allah aliyoweka mitihani wakaipasi wale anaowapenda. Ashukuriwe Allah aliinua daraja ya waja wake waaminifu. Allah ni umoja, hana mshirika. Allah ni umoja, hana mshirika. Hakuzaa, hakuzaliwa, hilo halina shaka. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka visa vya manabii, akaweka ndani yake mafunzo kwa wenye akili. Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mja wake na ni mtume wake, nabii wa mwisho. Hakuna nabii baada yake. Shahada mbili hizi zinamfanya mtu kuwa mwaminifu na kufata yale ambayo anayotaka Mola wake. Allah azipeleke swala na amani kwa mja wake na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. أيها المسلمون، هذا يوم عظيم، يوم أشرق فيه شمس الطاعة وتعلو فيه أصوات التكبير
الكبير وتجمع فيه القلوب على ذكر رب الأرباب. Waja wa Allah, hakika leo ni siku tukufu, siku ambayo jua imechomoza na msamaha wake Allah. Jua imechomoza na watu wote wanaharakia kumtii Allah. Jua imechomoza na masauti yanapaa yakimtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Jua imechomoza, imewakusanya waaminifu kumtukuza Mola wao fi hadha al-yawm. Waja wa Allah, katika siku yetu ya leo naqif ma'a qissati min a'zami qisasi al-iman fi tarikh al-bashariyya. Leo tuishi kidogo kwa muda mchache na kisa katika visa tukufu katika maisha ya binadamu, kisa cha Khalilur Rahman Ibrahim alayhi salam. Waja wa Allah, ni kweli Eid inarudi kila mara, Eid tunaishi kila nyakati. Eid ikifikia Muislam anaijua ni kisa cha Ibrahim, watakiongelea ni kisa cha Ibrahim, kitazungumzwa. Alienda akamchukua Ismail akamchinja, lakini leo tutaishi kidogo tofauti na yale ambayo tunaishi miaka yote. Leo tutaishi na mafunzo yanayopatikana katika hicho kisa mnachokifahamu. Eleweni ya kwamba inna hadhihi alqissa laysat qissatu dhabhi faqat wa laysat qissatu ru'ya 'abira faqat, bal hiya madrasatun kamilatun fi at-tauhid was-sabr wat-taslim wa thiqatu billah. Eleweni ya kwamba waja wa Allah, kisa hicho sio kisa cha kuchinja tu Ismail, hapana. Sio kisa cha ndoto aliyoyota Ibrahim tu, hapana. Ni kisa kinachofunza tauhidi, subha, kujisalimisha kwa Allah na kuwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Ibrahim alayhi salam lam yusbihu qalila lillah bikathrati alkalam. Hakika Ibrahim hakufikiwa akaitwa kipenzi wa Allah kwa kuwa anasema, hapana. Sio kwa maneno tu, hapana. Wa innama sara imaman lilmu'minina ba'da imtihanati 'azima fanajaha fiha kulliha bisabri wal yaqini wat ta'a. Aliitwa kipenzi wa Allah baada ya Allah kumpa mitihani mingi, akazipasi zote kwa kusubiri, kwa kuwa na yaqini na kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min qissati Ibrahim nata'allam sifat azima minha, na katika sifa ama kisa cha Ibrahim tutajifunza sifa tukufu ambazo ni nyingi, lakini tutazitaja ndogo katika khutba yetu. Jambo la kwanza, Ibrahim kisa chake kinatufunza sifatu tauhidi wa thabatu ala alhaqi. Kinatufunza sifa ya kumpwekesha Allah na kuthibiti katika hiyo tauhidi. Kama tunavyofahamu, Ibrahim alayhi salam alizaliwa katika familia ya waabudu masanamu washirikina. Akaanza kuitangaza sheria na dini. Akawauliza, hii miungu mnayoabudu ni miungu gani? Kwa nini mnafanya Mungu mmoja kwa ni miungu mingi? Wakamkataa, wakamkatalia na wakamjengea mbinu, lakini Ibrahim hakuacha. Akasema, inni bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Hata nyote mtabaki washirikina, mimi bara'un mimma ta'budun, sitoabudu mnavyoviabudu, sitoabudu sanamu, sitoabudu sanamu, niko mbali na mnavyoabudu. Mimi nitabaki na Allah aliyeniumba.
Thabatu waja wa Allah, kuthibiti. Athabatu ala din yahtaju fi shajaa, athabatu fi din yahtaju ila shajaa. Kuthibiti katika dini kuna hitaji mtu kuwa shujaa, kuna hitaji kuwa shujaa. Walmu'minu alhaqiq la yataghayyar ma'a alfitani washahawat, mwaminifu wa kweli habadiliki kwa fitna zitakazokuja wala matamanivu, atabaki na msimamo wake. Shabun wahid Ibrahim, kijana umoja, waqafa amama umma kamila, alisimama mbele ya umma wote wa umma wa shirikina, akamwambia mimi niko mbali na yote mnayoabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, la khafa minan nas, hakuwaogopa watu, akabaki na msimamo. Kwa hiyo waja wa Allah, eleweni ya kwamba haki itabaki kuwa haki hata kama watu wote wataikataa. Mtu mmoja atakubali, na batili itabaki kuwa batil hata kama watu wote wataikubali. Mtu mmoja ataikataa. Bila shaka hili lilifanya Allah aseme inna Ibrahim kana umma. Ibrahimu alikuwa umma kwa msimamo wake kwenye aqida, kwa msimamo wake kwenye tauhid, kwa kumpokesha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya pili, sifatu sabru ala libtila. Ibrahim alikuwa na subra kutokana na mitihani ambayo Allah alimpa. Sabara Ibrahim lamma ibtalahu Allah bin nar. Ibrahim kakataa, amekataa miungu, wanamkamata, wanamtupa motoni. Anasema Allah katika surati al-Anbiya, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Huyu anayebaki na msimamo wake hivi, huyu anayebaki na msimamo wake hivi, mchukueni, kongeni moto, mtupeni. Ibrahim alayhi salam akajua kwake ni mtihani, akasema hasbi Allah wa ni'mal wakil, ananitosheleza Allah na yeye ndo namtegemea. Waja wa Allah, huyu ndiyo Ibrahim. Alipewa mtihani ya kutupwa ndani ya moto, fasabara Ibrahim alayhi salam, hurima alwalad sanawat, aliharamishiwa na kuziwiliwa, hakupata mtoto miaka mpaka anazeeka. Fasabara, akasubiri na subra yake mpaka kwenye uzee. Anamwambia Allah, rabbi habli minas salihina, Allah nipe mtoto katika wema. Akasubiri kwa kumkosa mtoto. Waja wa Allah, amempata mtoto. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mchinje, inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madha tara. Allah anamwambia mchinje, tizama huyu mtihani. Subra, akasubiri na akatekeleza. Allah subhanahu wa ta'ala anamchukua Ibrahim alayhi salam, wanamsumbua katika mji wake, anahama anaenda Iraq, anatoka Iraq anahama anaenda Hijaz, anazunguka, anakimbia na akida yake, pamoja na watu wote wanaikataa, anahangaika, anafukuzwa, lakini anabaki kwenye akida, anasubiri. Hizi ni mitihani alizozipata Ibrahim alayhi salam. Ndugu zangu Waislamu, fayaman athqalat kalhumum, ewe mwenye matatizo mengi, mja wa Allah, ewe mwenye shida nyingi, shida zako hazifikii alizozipata Ibrahim alayhi salam. Ta'allam min Ibrahim ay anna alfarja yati ba'da sabri wa anna ma'al usri yusra. Jifunze kwamba hakika faraja inapatikana baada kusubiri, na kila baada kigumu kuja kepesi. Usipapayuke, usiuzishi dini yako, usiipane dini yako, usibadilishe haki
kwa ajili ya maslahi ya dunia. Usibadilishi haki kwa ajili ya nafsi yako kuona itafaidika. Hapana, hata kama haki itakusumbua, subiri, baki kwenye haki. Hata watu wote watakukataa na wataona hauna akili. Mja wa Allah. Sifa ya 4 katika kisa ya Ibrahim, sifatu at-taslim li amrillah. Kisa hichi tunatufunza sifa ya kujisalimisha kwenye amri ya Allah. Ndugu zangu Waislamu, Ibrahimu hana mtoto, amemchukua Hajar wakampata Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mchukue huyo mtoto anayenyonyeshwa na mama yake, mpeleke kule nitakokuambia. Anamchukua Ibrahim mtoto wake na mke wake, qurratu aini. Ana miaka, ameshazeeka, alikuwa naomba kila siku mtoto. Allah anamwambia huyu mtoto mwenye umepata, mchukue mpeleke jangwani, ndezee kwenye hakuna chakula. Moja kwa moja akili itaelewa, naenda kuua mke wangu na mtoto wangu, naenda kuwamaliza. Mpaka anamfikisha, anaambia Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadi ghairi dhi zar'in inda baitika al-muharram. Kama vile iko namwambia Allah, kwa nini muacha mtoto wangu? Sipaamini. Lakini anakubali yale yenye Allah alimwambia. Anaambia Allah, nimempeleka familia yangu sehemu ambapo hakuna mimea, hakuna. Ndio maana Abdullah bin Abbas alipokuwa anaitoa hadithi hii ya Ibrahim alayhi salam, anazungumza kwamba mtume alipokuwa anahadithia hadithi ndefu, mke wake ambaye ni Hajar alipoachiwa ndani ya jangwa, ye mwenyewe Ibrahim anageuka anamwambia Allah hayo maneno. Mke wake anamwita Ibrahim ajibu, anaendelea. Anaona ni uzito kumjibu mke wake. Akimjibu mke wake, labda uchungu wa kuiacha familia, kumwacha mtoto anayenyonya jangwani, labda kutakuwa uzito. Anashindwa, anaendelea. Mke wake, ndugu zangu Waislamu, anamuuliza, Allahu amaraka bihadha. Baada ya kumpigia kelele, anamwambia Allah ndiye alikuamrisha haya? Ibrahimu akasema naam, ni Allah. Mwanamke akasema ikiwa ni Allah hatotuacha. Akarejea. Ndugu zangu Waislamu, tizama huyu mtihani, lakini anajisalimisha kwa Allah. Waja wa Allah, Allah anamwambia Ibrahimu kamchinje Ismail. Ibrahimu anamtizama mtoto wake, anamwambia unajua mtoto wangu, nimeota na kuchinja. Lakini hawa, katika kisa hiki kuna mafunzo. Mtoto alimjibu nini? Madha tara, unaonaje? Akamwambia if'al ma tu'mar. Qur'ani, waja wa Allah, Qur'an, maneno ya Allah yana maana pana. If'al ma tu'mar, hapana if'al ma turid. Hakumwambia baba yake hivyo, alijua ni amri ya Allah. Akamwambia baba yake, fanya ulichoamrishwa. Yule aliyekuamrisha hakuna kupinga amri yake. Yule aliyekuamrisha hatustahiki hata kushakia amri yake. Fakam min awamiri llahi dayatha al-umma fi hadhihi al-anasir. Waja wa Allah, ni ngapi katika amri za Allah tunaziponda umma wetu huyu katika zama zetu hizi, mpaka inafikia baadhi ya Waislamu wanaojidai ni Waislamu wanafikia mpaka sio kupinga tu amri za Allah, wanapinga na hadithi za Mtume. Wataishuna maahum, na mnaishi nao na mnawaweka katika uongozi wa baadhi ya mambo ndani ya dini yetu, na wanakataa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haulai khubatha, hawa ni makhabithi katika Uislamu wetu.
Kama dini inatufunza kujisalimisha kwenye amri za Allah, vipi kuishi na watu wanaokataa amri za Allah wazi? Waja wa Allah, fattaqullah fa inna dina al-islam dinullah. Egopeni Allah, dini ya Uislamu ni dini ya Allah, na wala hatuikai kimya, isipokuwa tunafunza Waislamu kwamba haya makundi yanayozidi ndani ya Uislamu ni makundi yanayokwenda kinyume na mafunzo ya Uislamu, ambazo makundi hizi hazifai katika mipangilio ya dini yetu ya Kiislamu. Waja wa Allah, baba anajisalimisha kwenye amri ya Allah, mama anajisalimisha kwenye amri ya Allah, mtoto anajisalimisha kwenye amri ya Allah. Naam, bila shaka hawa wako na haki ya kutajiwa historia yao mpaka siku kiyama kitasimama. Ndugu zangu Waislamu, katika sifa zinazopatikana katika kisa hichi, sifatu binaul usra almu'mina. Kisa cha Ibrahim kinatufunza kujenga familia ya kiaminifu, sio familia tu kwenye mali na shule na madaraja na madaraka, ni familia kwenye ibada na swala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa kana ya'muru ahlahu bisalati wa zaka. Alikuwa Ibrahimu anawaamrisha watu wake kuswali na kutoa zaka. Familia, manyumba, swala ziko wapi manyumbani kwenu? Wababa, mko wapi misikitini kwetu? Bali tunapumbazika na kupuudhia ibada zetu, mpaka inamfikia mtu anaingia msikitini, anatizama msikiti alafu anaenda, anashindwa hata kusali. Ndugu zangu Waislamu, haya ni katika mafunzo ya dini ya Kiislamu, na ni katika yale ambayo yanayopatikana faida kwenye kisa cha Ibrahim alayhi salam. Hakika waja wa Allah, jambo lingine ambalo ni la mwisho katika kisa cha Ibrahimu alayhi salam, tumepata mafunzo ya kuchinja. Na sote kwa sasa tunajiandaa kwenda kuchinja, na tunasubiri tutakula na kufurahi siku 3. Lakini i'lamu anna al-udhiyati allati nadhbahuha al-yawm laysa mujarrad 'ada bal risala. Vichinjwa tunavyochinja leo sio tu ada, lakini ni ujumbe unaosema annal mu'min, hakika muaminifu, yuqaddimu mahabbata Allahi ala shahwatihi wa raghabatihi. Muaminifu anatangulizaga mapenzi ya Allah kabla ya matamanifu yake. Ndio maana dini ya Uislamu inaharamisha kichinjwa, kuuzishwa. Jambo lolote lile, mguu, mkono, kichwa, ngozi, utumbo, ni haramu, kwa kuwa ni kichinjwa cha ibada. Na hiki kichinjwa unakifanya kwa ajili ya Allah. Na chinja kwa ajili ya Allah, sitaki faida, nimetoa pesa nichinje kwa ajili ya Allah, sio ili nipate pesa kupitia hichi. Waja wa Allah, eleweni kwamba kichinjwa ni ibada, sio tu ada kwa kuwa tutakula. Hapana, ichukueni kama vile ibada. Ndiyo maana Allah anasema, la yanalullah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah hatizami zile nyama wala hatizami ile damu mnayomwaga, anatizama uchamungu unaokuwa ndani ya nafsi yenu. Kwa hiyo waja wa Allah, Ibrahimu alayhi salam ni umma kwetu na ni qudwa kwetu ya kufata yale aliyoyafunza tuyatekeleze, yale aliyoyacha tuyaone kwamba kwetu ni sheria. Allah anasema katika surati al-Hajj, millata abikum Ibrahim, mila ya baba yenu Ibrahim, huwa sammakumul muslimina min qabli wa fi hadha. Ibrahim ndiye aliyekuiteni Waislamu, na leo ni Ibrahim ndo alishimama na bendera ya Uislamu kwa kumwabudu Allah.
kwa kumpwekesha Allah, kwa kubaki na msimamo mbele ya Allah, kwa kusubiri mbele ya mitihani alizopewa na Allah. Qul sadaqa Allah fattabi'u millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Sema, amesema kweli Allah, fateni mila ya Ibrahim ambaye hakuwa katika washirikina, waja wa Allah. Ukitaka kufaulu, ukitaka uifate njia ya haki, kuwa salafu, kuwa salafiyun, fata yale walioyafanya waliokuwa kabla yako. Dini sio mpya, dini ilitangulia, na bila shaka fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa watu wataamini kama walivyoamini wale waliopokea ujumbe, tutaongoka. Ikiwa tutakuwa masalafu sote tukafata manhaju salaf, bila shaka tutaongoka. Na hii ni ahadi ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alichapa njia moja mbele yake, akazichapa manjia pembeni yake, manjia mengi, akawakusanya masahaba, akawaambia, mnaona hutu njia tuko pembeni, kila njia amesimama Ibilisi anawaita watu motoni, na hii njia iliyonyooka. Akaisoma aya inayosema, na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifateni, msifatefate makundi, msifatefate makundi ulivyokuja. Bila shaka bakieni kwenye msimamo, kuweni kama Ibrahim alayhi salam. Bila shaka ni mila ya baba yenu, fateni njia aliyoifunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Akhiran, kwa mwisho waja wa Allah, eleweni ya kwamba dini ya Uislamu ni dini ya amani, dini ya Uislamu ni dini ya utulivu, dini ya Uislamu ni dini ya upole, dini ya Uislamu ni dini ya elimu na kuelimishana. Allah subhanahu wa ta'ala alituita kwenye amani na akatuita kwenye upole na kwenye afya. Ikiwa kwamba kutatokea hali yoyote kinyume na haya, inueni mikono yenu kwa Allah, muombeni Allah amani. Ikiwa kutatokea hali ya ugonjwa, inueni mkono wenu kwa Allah, mumuombe Allah ponya. Bila shaka ponya zinatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tusalimishe na magonjwa haya ambayo yanayozunguka katika miji yetu. Allah tuweke mbali na magonjwa haya. Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mbali na magonjwa haya. Tunamwomba Allah, na hakuna wa kuelekea isipokuwa yeye. Allah, tumekusanyika leo katika nyumba miongoni mwa nyumba zako, wanaume kwa wanawake, vijana kwa wazee, watoto na wakubwa. Allah, hatukukusanyika hapa isipokuwa kutafuta ridhaa yako. Allah, tunakuomba kwa huruma wako tuweke mbali na magonjwa haya. Allah, tunakuomba kwa huruma wako tuweke mbali na magonjwa haya. Allah, usiyaweke katika familia zetu, tusalimike sote katika miji yetu, kusiwi yeyote yule ambaye atakayekumbwa na magonjwa haya. Allah, ni wewe unayefanya utakayo. Tunainua mikono yetu kwa sauti iliyokuwa juu, tukikwambia Allah ya kwamba tunajua na tuna imani hakuna kumaliza haya matatizo isipokuwa wewe. Allah, tuondolee magonjwa haya katika miji yetu. Allah, bila shaka unaijua hali yetu na unajua hali tunazoishi katika familia yetu, na unajua uzito tunaopitia katika maisha yetu. Allah, tuwekee wepesi katika mipango yetu ya maisha yetu. Allah, tupe riziki ya halali.
Allah tupe riziki ya halali, ikiwa mbali iweke karibu, ikiwa karibu iweke nyepesi, ikiwa ndogo ifanye nyingi, ikiwa ndogo iweke kuwa na baraka. Allah, hakuna wa kuelekea isipokuwa wewe. Allah, umejiita amani na sisi tunakuita amani, na kila tukimaliza Allah tunakuita amani. Allah, tupe amani katika miji yetu. Allah, tupe amani katika miji yetu. Allah, wewe ni mjuzi zaidi, ni miaka na umri tunaishi katika vita. Allah, ondoa hali hii, utupe amani katika miji yetu. Tunaipenda amani Allah, na wewe unafahamu, na hakuna yule anayeikataa amani. Tupe amani katika miji yetu, na hatuachi kukuomba, na tutazidi kukuomba, na bila shaka tunaamini kwamba yale tunayokuomba tutayapata. Allah, tusamee makosa yetu ya wazi na ya siri, tunayoyafanya kwa kutaka na kutokutaka, tunayoyafanya kwa kujua na kutokujua. Allah, tuongoze katika njia iliyonyooka, njia ya wema waliotangulia, sio njia ya wale waliopotea, wala njia ya hawa wanaokuja kutuletea njia zisizokuwa za Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Allah, tuhuishe katika sunna za Mtume. Allah, tuhuishe katika kundi iliyookoka. Allah, hakuna wa kuelekea isipokuwa wewe. Allah, tupe misimamo katika dini yetu. Allah, tupe msimamo katika dini yetu. Jalia nafsi zetu zisiwi tayari kupoteza sheria kwa ajili ya maslahi yetu. Allah, tunakuomba, na hakuna wa kuelekea isipokuwa wewe. Allah, tunakuomba kama ulivyotuamrisha, utujibu kama ulivyotuahidi. Allah, tumekuja hapa tunajaa madhambi, tumekukosea usiku na mchana. Allah, tunakuomba tutoke katika msikiti huyu, umetusamehe makosa yetu. Tunakuomba Allah utusamehe makosa yetu. Tunakuomba Allah utusamehe makosa yetu. Allah, jalia jamaa yetu hii wa jamaa ya huruma, na hata tukiachana tusiachane kwa ubaya, hata tukiachana tusiachane kwa ubaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kullu amin wa antum bikhair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.